Yes, bwana mambo vipi? Ino Luemba amekuja, ni mchezaji mpya katika timu ya Simba. Ni mchezaji ambaye amekuja kuongeza nguvu moja kwa moja ndani ya timu ya Simba kutokana katika mechi dhidi ya Petro Atletico. Ni mchezaji ambaye alionyesha performance kubwa. Nakumbuka aliingia katika kipindi cha pili huku Simba ikiwa pungufu, lakini yeye kama namba 8 alihimili mikiki mengi katikati ya uwanja na alifanya timu ya Simba kuonekana kama haiko pungufu, kuonekana kama imekamilika uwanjani. Lakini Shomari Kapombe alikuwa amekula kadi nyekundu. Na kukumbusha tu mdau wangu, so kusubscribe katika page yetu ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku. Hapa niko na mchambuzi wa masuala mazima michezo na burudani, atagusia kidogo kuhusiana na swala zima la Ino Luemba. Je, ni mchezaji ambaye wa namna gani katika timu ya Simba, au amekuja kuongeza kitu gani ndani ya timu ya Simba? Mimi naona Luemba amekuja kuleta ushindani mkubwa sana katika klabu ya Simba, kwa sababu ukiangalia namba 8 pale ambazo wanazocheza Simba, yupo Morris, yupo na Kante, na unaona kabisa pale hizo namba zina ushindani mkubwa sana, kwa sababu ukimwangalia Luemba kwa sasa hivi amekuja hapo Simba, amekuja kuonesha chachu katika klabu ya Simba, kwa sababu unajua ukiwa mchezaji peke yako au mkiwa wachache kwenye namba moja, mnakuwa wachezaji wengine wajitumi au wengine wanalizika na jiona mimi ndio mimi katika timu. Lakini akija mchezaji mwenzako ambaye ana uwezo mkubwa sana, lazima uumize kichwa, nitafanyaje ili nipate namba niiteke? Kwa sababu ukimwangalia Luemba ni mchezaji mdogo sana ambaye ana kasi, ana uwezo mkubwa, anajua kupiga pasi nzuri. Kwa hiyo mimi naona pale katika timu ya Simba ataleta ushindani mkubwa sana, atakuja kuonesha chachu katika wachezaji wenzake ili wajitume na kupambana, kwa sababu vile vile ukimwangalia Luemba ni mchezaji ambaye mechi ya kwanza tu ameonesha kitu. Kwa hiyo amemuonesha kabisa kocha kama yeye ana uwezo mkubwa wa kuanza katika kikosi cha kwanza pale Msimbazi. Pia vile vile tunajua kabisa Luemba ni mchezaji ambaye anaweza kucheza namba 10, na namba 10 hiyo anacheza Kratos Chama. Kwa hiyo lazima ashuke acheze namba 8, kwa sababu Chama hawezi kuanzia benchi hata siku moja, kwa sababu ni kipenzi cha mashabiki, pia hata kocha anamuelewa Chama. Kwa hiyo naona pale Luemba ataanza kugombana namba na wachezaji wengine wakina Morris na kina Kante. Kwa hiyo unavyoona pale itakuwa kuna vita kubwa sana kugombeleana namba, kwa sababu wachezaji wote wana uwezo mzuri wa kupambana. Kati ya Luemba, Morris pamoja na Kante, wewe kwa maoni yako, kwa mtazamo wako, unaona nani anaweza akaanza? Kutokana kila mmoja ana uwezo wake uwanjani, lakini Kante ana matukio mengi ambayo yanakuwa ya kuiumiza timu, ikiwemo katika ligi kuu hivi sasa amefungiwa mechi 5. Lakini Abda Morris ni mchezaji mzuri, lakini kuna baadhi ya mambo uwanjani anashindwa kuyatumiza. Je, wewe unaona kati ya hao watatu nani atakuwa kipenzi cha kocha, au nani anastahili kuanza katika timu ya Simba hivi sasa? Kwanza kabisa tunajua kabisa Morris ni mchezaji ambaye mzawa hapa Tanzania. Ndio tunajua kabisa wazawa wakiwa wanacheza katika timu za Simba na Yanga kuaminika inakuwa ni ngumu sana, lakini Morris alifanya kitu kuaminisha wana Simba kama yeye ni mchezaji ana uwezo mkubwa sana, na tunajua kabisa Morris ana kipaji kikubwa sana, ni mtoto ambaye ana uwezo mkubwa sana. Sasa pia tunajua kabisa ukija kwa upande wa Kante ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, na kukuja hapo Simba ilikopo ni kelele nyingi sana zilipigwa, kwa sababu ni mchezaji ambaye aliongelewa sana na alionyesha matumaini makubwa sana katika timu ya Simba, na kuja mchezaji mwenye level kubwa sana. Lakini atokea James Msimbazi hapo amekuwa analeta matukio ambayo hawapendezi mashabiki wa Simba. Tunajua ametokea hapa katikati amechambisha timu ya Simba mpaka wakalalamika sana, wakamsema sana. Lakini vile vile pia utomvu wa nidhamu, ana nidhamu mbovu sana. Ametoka hapa kufungua mechi 5 katika ligi hapa Tanzania, pia alipata kadi nyekundu akaikosti Simba. Kwa hiyo ana matukio mbalimbali ambayo mashabiki wanatoka kumchoka fulani hivi. Lakini upande wa pili tukimrudia tena kwa Morris ni mchezaji ambaye amekionyesha kitu, ameonyesha chachu tayari kwa wana Simba kama yeye ni mchezaji mzuri sana ambaye ana uwezo mkubwa sana. Unaangalia Morris, pasi zake na uwezo anaocheza uwanjani ni mkubwa sana. Amecheza mechi mbalimbali ambazo kubwa, ndio ameonyesha kama ni mchezaji bora sana. Lakini mimi naona kabisa pale ujio wa Luemba utakuwa ni mzuri kuwapa chachu pia wachezaji hawa, ili wapambane, waoneshe uwezo mkubwa, ili waendelee kuaminika tena, kwa sababu Luemba amekuja kwa muda mchache, amemuonesha kocha kama yeye ni mchezaji bora sana. Kwa hiyo kocha amemwamini na ameona kabisa atamtumia huyu Luemba, kwa sababu mechi moja ashang'aa. Kwa hiyo ameonesha chachu fulani kwa mashabiki, na kocha kama ni mchezaji bora sana na mchezaji mzuri sana ambaye anapambana na ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo unaona pale namba 1 ambaye anaweza kaanza kikosi cha kwanza ni Luemba, ataanza kikosi cha kwanza pale Msimbazi katika namba 8. Alafu na wa pili yake ambaye anaweza katokea bench akaingia ni Morris anaweza katokea bench akaingia kucheza namba 8. Kwa hiyo unaona ushindani utakuwa mkubwa sana, kila mtu akionyesha uwezo wake ataanza kwa uwezo ataoonyesha pale uwanjani, kocha kimwamini ataanza.
Timu ya Simba kwa hivi sasa unaionaje? Kutokana katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, Simba ni sehemu ambayo imezoea sana kutamba kwa miaka ya hapo nyuma, lakini kwa hivi sasa wameonekana kumaliza wa mwisho katika kundi lao na kuangukia pua. Hivyo timu ya Simba katika kundi lake, hata kama ikishinda mechi yake dhidi ya Stade Marine, itakuwa ni ya mwisho katika kundi lake. Je, wewe unaionaje timu ya Simba kwa hivi sasa katika usajili ambao wamefanya katika dirisha dogo? Unaionaje, imeimarika au bado inahitaji kuboresha zaidi? Cha kwanza kabisa, Simba usajili waliofanya wamefanya kwa sababu wamepotezana sana. Unajua Simba hajazoea kabisa hii shida. Tunajua kabisa kimataifa anafanyaga vizuri sana na anaonyesha ubora mzuri sana. Hata kama Simba ikiwa timu ambayo inasuasua, lakini itapambana na itafuzu. Lakini kwa sasa hivi imekuwa ni changamoto kwake, kwa sababu kuna vitu katika upande wa viongozi umefanya mpaka Simba ipoteane. Lakini vile vile tunajua kabisa katika timu kubwa Simba kupoteza kufanya vitu hivi ambavyo ipo sasa hivi ni jambo la kawaida sana. Hamna timu ambayo inaweza tu ikafanya vizuri siku zote ikaonyesha ubora, lazima ipoteane. Kuna msimu lazima itapotea tu. Hata ukiangalia Real Madrid, kuna msimu fulani lazima UEFA inapoteana, ipo sana. Tunajua kabisa Real Madrid ni timu ambayo kwenye UEFA inakuwa gani moto sana, inafanya vizuri sana. Lakini ukiangalia Real Madrid sasa hivi ni timu ambayo inapoteza sana, haina uwezo kama ule ambao tuliozoea. Kwa hiyo tukiangalia Simba ni jambo la kawaida, ni mpira. Mashabiki waelewe ni mpira ambao hizi nyakati anazopitia Simba itakuja tu itakaa vizuri na Simba itafanya vizuri sana, sababu ni timu ambayo imepoteana kwa sasa hivi na imefanya usajili kwa uchungu kwa sababu imepoteana sana. Kwa hiyo naipa imani tena Simba itakuja kufanya vizuri msimu unaokuja, kwa sababu imefanya usajili mzuri na wamejielewa, na viongozi wa Simba wamesemwa sana na wameona kabisa Simba inadondoka. Kwa hiyo wameona kabisa wafanye usajili mkubwa sana katika dirisha dogo, na ukiona timu inafanya usajili mkubwa dirisha dogo ujue imeamua. Kwa hiyo naona Simba msimu unaokuja itafanya vizuri sana kwa sababu ina wachezaji wazuri sana. Kwa hivi sasa timu ya Simba inaonekana imeimarika kwa 100% ama nyingine, lakini watu wengi bado wanatamani kuona Simba ikiwa inacheza zaidi ya hapa jinsi inavyocheza, kutokana Simba ni timu kubwa. Simba ni timu ambayo ilikuwa ya 5 kwa ubora na barani Afrika. Kwa nini hivi sasa bado haijulikana itakuwa timu ya ngapi kwa ubora? Lakini nakukumbusha tu mdau wa michezo, shusha comment yako baada ya comment section, vile vile usahau kusubscribe katika page yetu, utakuwa umetisha.